Moja kati ya taarifa ambayo inasambaa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na taarifa ya Tundu Antipas Lissu kuweza kushikiliwa na jeshi la polisi. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa mtandao wa kijamii wa kwake rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS wakili Boniface Mwabukusi ameeleza haya yafuatayo. Sema tunafuatilia kujua nini kimejiri na kwa nini nguvu kubwa kiasi hiki ikatumika eneo ambalo Chadema na wananchi walikuwa wakitumia haki yao ya kujumuika kwa kufuata sheria. Nguvu iliyotumiwa na polisi dhidi ya raia wasiokuwa na silaha yote hiyo sio tu matumizi mabaya ya sheria, bali ni hali inayoashiria kutokuwajibika na kusemekana kuwa kuna vitu ambavyo vinaendelea. Kosekana kwa ustahimilivu wa kisiasa katika taifa letu. Kulikuwa namna nyingi za kiweledi ambazo zingeweza kufanyika bila labsha wala risasi au mabomu ya machozi. Tundu Lissu sio tu kwamba ni mwanachama na kiongozi wa chama kikuu cha upinzani. Huyu pia ni mwanachama hai wa TLS na ana haki ya kutendewa kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi litoke na kutueleza sababu za kutumia nguvu ile dhidi ya raia, kwamba Tundu Lissu anashikiliwa na kosa gani. Tunafuatilia na kutaka kufahamu kuhusu jambo hili kwa undani zaidi. Hicho ndicho ambacho alikuwa amekiandika wakili Boniface Mwabukusi kupitia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, huku akiendelea kutaka kufahamu ni nini ambacho kimeonekana kuendelea. Sasa nikusomea comment za wadau mbalimbali. Mtu wa kwanza anasema mambo haya alafu unasema katiba mpya ipatikane kwa kukaa mezani kweli. Lakini Mwabukusi akamwambia, ndugu yangu, mimi niko field, najua ninachokizungumza. Mimi sio keyboard, hakuna kichaka cha harakati za mageuzi ambacho sijakipita. Lakini mwingine anasema mama Foara ndio amegeuza OCD, hawezi kuwa na nguvu ya kubeba mpaka JWTZ kutoka then yule mkuu wa polisi Mbinga hana askari wa aina ile pale, hana nguvu ile na anatumika kukandamiza wapinzani ili mradi tu wote wasiwe na nguvu. Unasema mbona inaonekana walikaidi au hujaona ile video? Unasema hata nchi hii ukisikia mwanao au ndugu yako anataka kuwa polisi, mzabe hata makofi kisha umzuie kwa nguvu kubwa, sio kazi ile, ni wanyang'anyi wa haki za raia. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maoni ya watu, namna ambavyo wamekuwa wakiendelea kutoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.